Sasa mnisikilize, mnasikia jamani? Nisikilizeni kwanza, si nyie mmekwisha ongea? Kama mmekwisha ongea, nisikilizeni ili na mimi niweze kuongea. Mmeelewa mpaka hapo? Mtapewa nafasi muweze kuzungumza. Kama mmekuja kwa ajili ya kuongea kwa waziri mkuu, niache nizungumze apate taarifa. Nadhani wote mnaangukia humu makundi tofauti tofauti, si ndio hivyo ndugu zangu? Sasa tumsikilize kwanza mkuu wa mkoa, alafu nitawasikia tena baada ya kutoka kwenu hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupe pole, lakini niendelee kukupongeza kwa heshima kubwa ambayo umeendelea kuionyesha kwa Watanzania ambao wameleta malalamiko yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nifafanue jambo hili, na labda Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijaenda kwenye jambo hili, naomba nikueleze machache. Moja ya migogoro ambayo inatutesa sana Dar es Salaam ni pamoja na migogoro ya ardhi. Lakini mbaya zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni migogoro ambayo imepenya kwenye familia. Leo migogoro nilionayo hapa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni migogoro ya kaka, ya dada, ya mama, ya mamdogo. Iko kwenye familia kabisa, ambayo msingi wake mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ulafi wa mali, ni uroho wa mali, ni utapeli wa mali. Ndio mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaendelea nayo hapa Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na lile jambo ambalo mwenzangu mmoja hapa ametoka kulieleza. Unaona kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lipo kwenye familia. Kwa hiyo leo tapeli mkubwa kabisa na ambaye amekuwa ni wa kuogopesha ni ndani ya familia hiyo hiyo, na wala sio wakati fulani kutoka nje. Kwa hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikuthibitishie kwamba tutaendelea kupambana nayo katika kuwasuluhisha wanafamilia ili pia wabaki kuwa kitu kimoja. Lakini jambo la pili ni hili la Msimbazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili kwanza nikiri limeshughulikiwa vizuri sana na ofisi yako. Hivi ninapoongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio chini ya bilioni 54 zimetumika kama fidia kwenda kwa wale waliokuwa wanaishi katika bonde la mto Msimbazi. Sasa nikiri kwamba nafikiri umeona hapa baadhi ya watu wanasema fidia ilikuwa inahusu majengo, ardhi. Hapana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa hizi sheria, watu wa ardhi watafanua zaidi. Bonde la mto Msimbazi lote hakuna aliyekuwa na sifa hata moja ya kulipwa ardhi ya bonde Msimbazi, kwa sababu bonde la mto Msimbazi. Sasa mnisikilize, mnasikia jamani? Nisikilizeni kwanza, si nyie mmekwisha ongea? Kama mmekwisha ongea, nisikilizeni ili na mimi niweze kuongea. Mmeelewa mpaka hapo? Mtapewa nafasi muweze kuzungumza. Kama mmekuja kwa ajili ya kuongea kwa waziri mkuu, niache nizungumze apate taarifa. Ukiweka ujuaji katika kila stepu, nisikilize ili apate taarifa. Akipata taarifa atakukaribisha ili uweze kuzungumza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sikiliza. Tulieni tusikilize. Niliwaambia mkuu wa mkoa akishamaliza tutasikia tena. Si sawa ndugu zangu? Haya, sawa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa wakati fulani nikisimama kwa heshima katika kufanua jambo, watakuja pia kujibu. Kisheria jambo lile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lipo kwenye eneo oevu ambayo kwa miradi ya World Bank, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haikuruhusu kulipa ardhi kwenye hilo eneo oevu. Walipoleta malalamiko hawa wananchi na tukafanya mkutano, kama mnakumbuka, tuliomba tena kwamba wananchi wameleta hoja kwamba hata wakipewa pesa ya nyumba hawana tena eneo la fedha kwenda kununua. Na ndipo yakatoka maamuzi kwamba basi kila mmoja kwa flat rate, kwa kutumia mfuko tena wa serikali na sio tena World Bank, kila mmoja apewe milioni 4 na mimi ndio niliyekwenda kwenye mkutano na kwenye kikao hicho. Kwa milioni 4, Mheshimiwa Waziri Mkuu, iliyokuja kutolewa
haikuwa kwa mujibu wa sheria. Ilikuja baadaye kwamba jamani, tumika kama kwenda kutafutia kwa kiwanja kwenye eneo jingine. Na hili nalo lizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeleta taarifa ofisini kwako, ufafanuzi huo kwa maandishi. Lakini pia mkuu wa wilaya ya Kinondoni kwa kuniwakilisha mimi mkuu wa mkoa alishiriki pia kikao cha moja kwa moja na ofisi yako kutoa ufafanuzi wa jambo hilo. Bilioni zaidi ya 54 ambazo zimelipwa. Na pesa hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu, mlipaji wala sio sisi, serikali ya mkoa. Na ndio maana umekuta hawa hawasemi mkuu wa mkoa alitujibu vibaya, mkuu wa wilaya alitujibu vibaya, wanasema TAMISEMI, kwa sababu iko ndani ya ofisi yako. Hawa wako katika makundi kadhaa. Tukirudi nyuma, wapo watu ambao waliondolewa kabisa kwenye bonde la Msimbazi, wakapewa viwanja maeneo ya mbali. Walipopewa viwanja kwamba pale mahali wasirudi, wapo baadhi ya watu ambao kule waliuza wakarudi tena pale. Hizi data ziko hapa. Baadaye ikaja tena hili ambalo limeisha kuja muda huu. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili niliona nilieleze kwa picha na kwa taswira hiyo. Sasa nafahamu hapa kuna makundi mengi, na nafahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu ofisi yako pia na mambo mbalimbali. Mimi kikupendeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa watu wa ardhi, watu wa TAMISEMI, ofisi ya mkuu wa mkoa, wote tuko hapa, tunaweza pia tukarudia kwa usahihi mkubwa na kuleta tena taarifa kwenye ofisi yako kuhusu hiki wanachokilalamikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mnaonaje tutengeneze timu ambayo itakuwa na watu wa ardhi, watu wa TAMISEMI pamoja na wenyeji wetu wa mkoa, kama mkuu wa mkoa alivyoleta pendekezo, waangalie upya, kwa sababu na ninyi mtakuwa na uwakilishi wenu. Si ni sawa ndugu zangu? Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, TAMISEMI tuna naibu katibu mkuu hapa, taungana na rasi kwa ajili ya wenzetu wa mkoa. Mheshimiwa Waziri, utawasiliana na mwenzako wa upande wa ardhi, atumwe mtu senior level ya naibu katibu mkuu. Halafu na ninyi huku tuambieni, mtakapokaa hapo pembeni mtatuambia watu ambao watashiriki kwenye kila lile kundi kufuatana na yale makundi yalivyokuja hapa. Wale ambao wameshalipwa, wale ambao wamepimiwa nyumba, viwanja, na wale ambao hawajapewa malipo.